Ripoti feki ya polisi na njama ya kuilaghai familia na mwanabiashara kutoka Kitengela imesitishwa kwa muda uchunguzi na kuzidisha masaibu ya familia hiyo. Maafisa wa kitengo cha uchunguzi wa makosa ya jinai kutoka Kajiado wamekiri kuwa ripoti ya polisi iliyosambazwa haikuwa ya kweli, ila wametoa majibu yasiyo na uzito kuhusu kutoweka kwake. Ripota wetu Eugene Mbeka ana mengi zaidi. Wakati wa mwisho alipoonekana na Uma Muthina Kinyanzui mwenye umri wa miaka 34 alikuwa akitolewa kwa nguvu kutoka kwa gari lake dogo na watu watatu waliokuwa wamejifunika usoni Alhamisi tarehe 26 Machi huko Kitengela. Ila Alhamisi sakata hiyo ilibadilisha mkondo baada ya mkewe Kinyanzui, Rebecca Wanzala, kuombwa kufika katika afisi za DCI huko Kitengela akipewa taarifa kuwa mumewe alikuwa amepatikana kaunti ya Turkana. Mimi wakaniambia ningojee wajue kama ako hai ama amekufa. Baadaye nikaambiwa ako hai na ako hospitalini. Wakatumana pay bill nitume pesa. Hata hivyo, imegunduliwa kuwa ripoti ya polisi ilikuwa ghushi. Maafisa wa DCI huko Kajiado wamethibitisha hilo, ila wameshindwa kutoa majibu yani vipi walisambaza ripoti hiyo feki. Mtu aliyejitambulisha kwa Rebecca kama kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Lodwar alikuwa amefaulu kumlaghai mumewe jumla ya shilingi 28,000. Naomba serikali wamwachilie na hizo pesa za nimetuma. Mimi niko na watoto na sasa nimebaki bila sina. Nilikuwa najua naokoa maisha yake na sasa nimebaki sina kabisa. Mahali nimefika ni hivyo. Hata sijui watoto watakula nini jioni. Munisaidie serikali. Popote alipo tunatamani tuambiwe mahali alipo, na kama kuna shida apelekwe mahali inafaa kisheria. Hata hivyo, si mara ya kwanza kwa Fortune kukabiliana na mkono wa sheria. Mnamo 2025 alikuwa miongoni mwa watu 5 waliokamatwa na DCI kwa makosa ya kimtandao na ulaghai. Polisi walieleza pia kuwa Fortune ndiye alikuwa mhusika mkuu wa operesheni hiyo iliyowasababishia waathiriwa kupoteza mamilioni ya pesa. Eugene Mbeka, NTV.